mtazamaji, na kwingineko ni kwamba wakulima katika kaunti ya Trans Nzoia wanakadiria hasara kubwa baada ya mazao yao kuharibikia shambani kutokana na ukosefu wa mvua. Naam, kwa mujibu wa Wizara ya Kilimo, zaidi ya ekari 50,000 za mazao zimeharibikia shambani katika kaunti hiyo, hali ambayo inatilia shaka uzalishaji wa kutosha wa chakula msimu huu. Na wakulima sasa wanairai serikali kupunguza zaidi bei ya pembejeo ili waweze kurejea mashambani na kukuza upya chakula. Naam, Collins Shitiabai na kina cha taarifa hiyo. James Mtinda anahesabu hasara kubwa aliyopata baada ya mazao yake kukauka kutokana na ukame. Shamba lake la ekari 10 ndiyo tegemeo lake la pekee kukimu mahitaji ya familia yake. Yeye ni miongoni mwa wakulima wanaotegemewa kuchangia kwenye kapu la taifa la chakula. Wizara ya Kilimo ikisema kuwa zaidi ya ekari 50,000 kaunti ya Trans Nzoia zimeharibiwa na ukosefu wa mvua na hazitazalisha mahindi kabisa msimu huu. Ukiwa mzuri tunavuna karibu gunia zaidi ya 300-350 kwa hiyo eka 10, lakini mwaka huu hata kufika gunia 150 itakuwa vigumu. Hata hivyo, wakulima wanasema wako tayari kuanza safari ya upanzi upya, ila sasa afua itakuwa kupanda mazao yanayoweza kukomaa kwa haraka, lakini azma yao inaonekana kuingia giza, kwani gharama kubwa za pembejeo inawakatiza tamaa, wakiitaka serikali kuingilia kati kwa kupunguza bei ya mbegu na mbolea ili kuongeza uzalishaji wa chakula na kupunguza uhaba unaotarajiwa. Serikali ingeweza kutusaidia kwa sababu hasara ambaye tumepata ni kubwa. Kuna mahali ambapo hata kuvuna mahindi sitaweza kuvuna. Hali ni vile mmeona hii mambo ya mahindi vile inaendelea. Sioni mwaka tukitoa kitu kulingana na vile hali imekuwa, jua imekuwa mingi sana. Kwa mujibu wa Wizara ya Kilimo, hali hiyo inatishia utoshelevu wa chakula nchini, kwani sasa ni ekari 150 pekee zinazotegemewa kaunti ya Trans Nzoia, ambako kawaida zaidi ya magunia milioni 7 ya mahindi huzalishwa kila mwaka. Wizara hiyo ikisema uzalishaji unatarajiwa kushuka kwa zaidi ya 40% mwaka huu. Na sio mahindi peke yake ambayo imehadhiriwa. Kwa wakati huu maharagwe kama yote imeathirika na mazao ya maharagwe yatakuwa duni. Mimea kama kahawa, majani chai. Akizungumza wakati wa maadhimisho ya siku ya vyama vya ushirika duniani, gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya amesema serikali ya kaunti imeanzisha mafunzo kupitia vyama vya ushirika ili kuhamasisha wakulima kukuza mazao mengine kando na mahindi ili kukabiliana na athari ya mabadiliko ya hali ya hewa na kuimarisha utoshelevu wa chakula. Nataka tuone kama itafika mahali tunakuwa na 2 crops na in a season. Maana kuna wakati mmoja tunavuna mahindi mwezi wa 8 wa 9 alafu shamba linakaa tu hivyo. Anyeri kuna ile crops ambayo tunaweza kupanda hata kama ni mahindi yenyewe ambayo ina grow haraka kwa miezi 3 na pia ambayo inastahimili kiangazi kidogo. Ile hata kama tuna fail kwa long season tuweze kama tunaweza compensate kwa hiyo short season. Wakulima wa kaunti ya Trans Nzoia wamekuwa wakizoea kuvuna pantosha, lakini mwaka huu kiangazi imewapiga chenga. Collins Shitiabai, runinga ya Citizen, kaunti ya Trans Nzoia.